ni shabun nashaa fi ibadatillah, ni kijana ambaye amepata bahati ya kukulia na kulelewa katika mazingira ya kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala. Shabun ni kijana ambaye nashaa fi ibadatillah, amekuwa lakini makuzi yake bado yumo katika kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala. Umri wake wa ujana ameutumia vizuri, amedumisha vizuri muamala wake baina yake yeye na Allah subhanahu wa ta'ala. Fahadha الشاب وفقه الله منذ نشأ لأعمال الصالحة. Huyu ni kijana ambaye tangia anakuwa makuzi yake Allah subhanahu wa ta'ala amemwafikisha kuyafanya matendo yaliyokuwa mazuri. Allah amempambia matendo hayo. Allah akamjalia ni mwenye kuchukia kumwasi Allah subhanahu wa ta'ala, akawa anachukia matendo mabaya, matendo maovu, bali Allah akampa msaada kuyaacha yale matendo maovu na kujipamba na matendo yaliyokuwa mazuri. Ndugu zangu katika imani, lazima huyu kijana afikie mahali hapa, afikie hatua hii ya kwamba anakuwa yumo ndani ya ibada. Lazima kuna sababu zimepelekea mpaka afikie hatua hiyo. Sababu ya kwanza, imma bisababi tarbiyatin saliha. Sababu ya malezi, ndugu zangu, inaweza ikawa ni mchango mkubwa kijana akafikishwa katika daraja ya kukua akiwa anamtambua Allah subhanahu wa ta'ala na akiwa anamwabudu Allah subhanahu wa ta'ala. Na hapa ndipo tunapoona kwamba wazazi na walezi wana jukumu kubwa katika jamii. Hasa jukumu namba moja ni kuhakikisha vijana wao wamekuwa katika malezi yaliyokuwa sahihi, kwa sababu mzazi ataulizwa kwanza kabisa kuhusiana na watoto wake kabla ya mtoto kuulizwa kuhusiana na haki za wazazi wake. Lazima mzazi mwenye yakini kuwa ataulizwa kuhusiana na kijana wake ajipange imara katika malezi na hakikishe anamuelekeza mwanae katika ile njia sahihi itakayokuwa ni sababu ya kumjua Mola wake na kumwabudu.